Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameeleza kuwa serikali inaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kupunguza foleni za barabarani jijini humo, huku akiongeza kuwa hatua zitakazochukuliwa ni pamoja na kuboresha miundombinu ya barabara, kupanua baadhi ya barabara kuu, kuimarisha usimamizi wa askari wa usalama barabarani, pamoja na kuhamasisha matumizi ya usafiri wa umma. Amesisitiza kuwa lengo ni kurahisisha usafiri kwa wananchi, kupunguza muda unaopotea barabarani na kuongeza ufanisi wa shughuli za kiuchumi katika jiji la Dar es Salaam. Shida ya Dar es Salaam, jambo jingine pia ambalo lipo, mtu kizungumza unaweza kaonekana kama unatukana watu, lakini tumeruhusu kila jambo liwe kwenye barabara kuu. Guta liwe barabara kuu, bajaji iwe barabara kuu, kikolola kichafu kiwe barabara kuu, Kigali kina namba A kiwe barabara kuu. Leo tuko namba E. Tuko namba E. Mtu amekomaa kwenye kikolola kichafu anaingia katikati ya mji. Hii sio sawa. Ni yote ni kwa sababu tumeruhusu kila kitu kiwe. Nenda kwenye nchi za wenzetu zingine, kama gari yako sio mpya na kwa namba zake zile, huwezi kuruhusiwa kabisa kuingia mjini, kwa sababu ikizima katikati, hilo ni jambo jingine. Unakuta mtu kafunga vioo anajifanya kama kuna AC, hakuna. Sasa unajiuliza, umo ndani na kuna AC kafunga vioo, yuko na leso anafanya namna hii. Sasa huko ina maana AC haishiki? Yote ni kwa sababu tumeruhusu kila takataka kuweza kuingia katikati ya mji. Pikipiki iingie, guta iingie, bajaji iingie, si vitu gani viingie. Tukionyesha utaalamu, ninyi wenyewe mnasema pembeni, mnasema mkuu wa mkoa siasa bwana, mkuu wa mkoa tuone siasa, mkuu wa mkoa tutakula nini? Lakini uwezi, nendeni Botswana hapa karibu. Nendeni nendeni hapa Zambia. Zambia tu wala usiende mbali. Uone kama tuona hata bodaboda pale katikati. Sisemi bodaboda hazina maana, wala semi Corolla haina maana, wala semi sio nini na kina maana. Sisi hapa tumekishazungumza pia na hata waziri wa ujenzi kwamba ifike wakati lori sikanyage hapa katikati. Kuna bypass za malori tu. Kwa sababu ndio mji wote ambao unaelekea. Lori zikiwa 20 zote zina matela, maana yake nini? Maana yake tukiwa na lori ama ikiwa ni pulling, au ikiwa ni dengla, au ikiwa ni boxboard, au ikiwa ni vyote vile, manake inachukua nafasi pia za malori mengine au za magari mengine. Kwa hiyo mwisho wa siku tunajikuta tuna foleni. Sasa tuna unlock vipi? Hiyo ni approach ya kwanza ambayo ni long term plan. Lakini short term zipo pia za short term. Sasa tunajenga barabara. Kwa mfano, kwa dhati ya moyo wangu, ukienda hii barabara ya Morogoro, ukienda barabara ya Bagamoyo Road, yule mkandarasi aliyepewa ile lot 2 yuko taratibu sana. Na ndio maana kama mnakumbuka tulipofanya ziara nimekwenda pale, yule mkandarasi, yapo baadhi ya maeneo na yafahamu, mpaka mheshimiwa waziri amewafutia kabisa mkataba wao. Sasa unajua kwenye haya mambo ya ukandarasi haya, mtu anaweza kusema sasa serikali, kwa nini mnaweka watu ambao wanakwenda taratibu? Iko hivi, kwenye masuala ya business huwa kuna kitu kinaitwa a cherry and a lemon principle in bargaining. A cherry and a lemon principle in bargaining huwa iko namna hii. Ni kama mwanamke na mwanaume wanapotaka kuoana. Mtu ambaye yuko very sure 100% anachokifanya ni kuoa au sio kuoa ni mwanaume. Mwanamke anakwenda kwa probability theory. Sasa mwanamke akienda kwenye ile ndoa ikazaa matunda, ikawa nzuri, that's a cherry to her.